Kipindi sisi tulikuwa tuna ghetto. Yeye ni mwanangu. Aliniombea mimi nilale kwa washikaji wake afu yeye akanalala. Africans area but 7 Hits Media tumekiwasha. Mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Shangwe, vifijo na nderemo ndo vimekuwa ni sehemu ambayo kwa siku ya jana vilikuwa vikihusika katika upande mzima wa mahakama kuu ya hakimu mkazi Kisutu. Hii yote ni baada ya vijana ambao walikuwa wameshikiliwa kwa makosa ya uhaini kuachiwa. Miongoni mwao walikuwa kama 32 wakiongozwa na mwanadada Nifa pamoja na mwanaharakati Mika Machala. Bwana, siku ya jana ilikuwa ni siku nzuri sana kwa upande wake Nifa na familia yake, pia na wengine ambao walikuwa wameshikiliwa. Walipata msamaha wa kuacha huru. Ndipo hapo pia tukapata kumuona Nifa ambaye alijaribu kuulizwa, lakini akaonekana kwamba ni mtu ambaye amejawa na imani kubwa sana toka alipoingia hapo gerezani, akiwa ni mtu mwenye furaha. Lakini pia kwenye press conference Nifa alishukuru Watanzania wote ambao wamefaa kumwombea dua mpaka leo yuko uraiani. Kuna kitu ndani yake, maana Nifa alizungumza na kusema kwamba yeye kwa upande wake hana chama chochote ambacho yeye labda shabikia. Nazungumzia kwamba hayuko CCM wala Chadema. Kiufupi, Nifa sio mtu wa kujihusisha na siasa. So unaweza ukatoka na kujiuliza kwamba imekweje mpaka Nifa akaja kaingia huku. Alikuwa ni mwanaharakati ama alikuwa anapambania kitu? Lakini Nifa kwa mujibu ambao yeye amejieleza hakuwa upande wowote. Kilichofanyika hakikuwa ni kitu ambacho kingeweza kuleta matokeo kama haya ambayo leo yametokea. Jina langu naitwa Abdul aka Dulitoni katika mitandao ya kijamii na hii ni 7 Hits Media. Ikiwa leo pia ni siku nyingine tungependa kuzungumzia mambo mengi. Bwana, mitandaoni kumedoda. Mitandaoni kumedoda. Ninavyozungumzia mitandaoni kumedoda, tunazungumzia issue nzima ya nyimbo ambayo iliachiwa ya Zuchu inaitwa Reason, lakini pia tunazungumzia pia nyimbo nzima ya Alikiba inaitwa Rafiki. Imekuwa sio kawaida sana kwa mapokezi ambayo wameyapata, sababu tunajua kabisa Zuchu kama Zuchu on trend ni must pia, lakini ndani ya siku 22 ambazo ndani ya siku labda 10 na kuendelea ana uwezo wa kufikisha hata viewers ambao takriban wanaelekea kuanzia milioni 1 kwenda mbele. Lakini au kama kwa sasa hivi Zuchu imekuwa kuifuata 300,000 pia kwa upande wake imekuwa ni ngumu sana, mpaka tunavyozungumzia sasa aliachia ngoma yake ya Reason tarehe 22 Novemba, mpaka sasa ina viewers 200,000 kwa sasa. Lakini pia kwa RK pia sasa hivi inaenda kama wiki ya 3 toka alipoachia ngoma yao inaitwa Rafiki. Imekuwa si kawaida, mapokezi yako very normal, na hii yote ni baada ya wananchi kutaka kuwakataa wasanii ambao wanashindwa kuungana na wananchi kuwasemea yale ambayo yanakusudiwa. So tumeona ni jinsi gani ambavyo wasanii wana be affected, kwa sababu numbers ndio kitu ambacho kinaweza kumfanya msanii kupata pay ya kutosha kupitia streaming zote, au sio? Lakini sasa namba imekuwa iko very slow, japo wao wasanii hawana lolote la kuzungumza, wako stay cool, ila kwa sasa hali imebadilika. Bwana ndugu yangu, usisahau kwamba 7 Hits Media inatoa mchongo wa kumwezesha shabiki yake ambaye anafuatilia hii 7 Hits Media. Tutakuwezesha kwa namna gani? Tunakuwezesha kwa namna ambayo unaweza ukaicheck 7 Hits Media ukiwa na bando la kujiamini. Kwa hiyo cha msingi, ili uwe mtu ambaye ungeweza kuangalia 7 Hits Media kwa kujiamini na kutumia bando la kutosha, uwe ni miongoni mwa watu ambao wanaifuatilia. Zawadi iko hapa bwana. Tukutane tena wakati mwingine. 7 Hits Media tumekiwasha.